mkazi wa kijiji cha Robanda, wilaya ya Serengeti, mkoa wa Mara, kwa kumchoma kisu maeneo mbalimbali ya mwili wake, hali iliyopelekea kifo chake. Kamanda wa polisi mkoa wa Mara, kamishina msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi SACP Pius Rutumo, akizungumzia tukio la mauaji, anasema jeshi la polisi linamshikilia Macherege Wambura, mkazi wa Robanda wilayani Serengeti, kwa tuhuma za kumuua mpenzi wake aitwaye Baraga Nyamosenga baada ya kumkataa. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linamshikilia mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Macherege Wambura mwenye umri wa miaka 52, mkazi wa kijiji cha Robanda wilaya ya Serengeti, mkoa wa Mara, kwa tuhuma za mauaji ya Bijeni Baragwa mwenye umri wa miaka 45, mkazi wa kijiji cha Robanga wilaya ya Serengeti, mkoa wa Mara. Tukio hilo limetokea tarehe 21 Mei 2025 majira ya saa 1 asubuhi huko katika kijiji cha Robanda wilaya ya Serengeti, mkoa wa Mara, ambapo mtuhumiwa Macherege Wambura alimshambulia Jeni Baragwa Nyamosega kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali ambacho kimsingi ni kisu maeneo mbalimbali ya mwili wake na kusababisha kumwaga damu nyingi, hali iliyopelekea kifo chake. Ifahamike kwamba uchunguzi wa jambo hili ulifanyika, ambao ni uchunguzi wa awali, na katika uchunguzi huu wa awali imebainika kuwa chanzo cha tukio hilo ni wivu wa kimapenzi, ambapo mtuhumiwa na marehemu walikuwa na uhusiano wa kimapenzi na waliachana baada ya uhusiano wao kudumu kwa muda kadhaa, na hii ilitokana na marehemu kubaini kuwa mtuhumiwa alikuwa anajihusisha na vitendo vya kihalifu, hususan wizi na ujangili. Hivyo mwanamke aliona haitakuwa vizuri kuendelea na mwanaume wa aina hiyo, lakini pia hawa ni watu ambao wamekutana wakiwa watu wazima, na mwanamke alikuwa na watoto wenye akili na utambuzi. Hivyo waliona baba wa aina hii si mtu mwema kuendelea kukaa kwenye familia ile, na yeye akaamua kuchukua maamuzi hayo ya kumtoa uhai huyo mpenzi wake. Katika tukio la usafirishaji wa madawa ya kulevya, Kamanda Rutumo amesema wamewakamata watu 3 waliokuwa wakisafirisha gunia 4 za bangi kutoka wilayani Tarime kwenda mkoa wa Arusha. Hao walikamatwa wakiwa na magunia 4 ya bangi yanayokadiriwa kuwa na uzito wa kilo 120 kwa jumla. Watu waliokamatwa katika tukio hilo ambalo nitataja tarehe ni Everest Manyanya Wambura mwenye umri wa miaka 23, Mjita. Huyu ni kondakta wa basi. Na mwingine ni Mustafa Pasco Mwininga mwenye umri wa miaka 29. Huyu ni Mwarusha, mkazi wa Arusha, na ni fundi magari na ni mhudumu wa hilo basi. Na mwingine ni Eliabu Tukai Palanjo, ana umri wa miaka 46, naye ni Mwarusha, ni fundi magari na ni mhudumu wa basi hilo ambalo lilipekuliwa na kukutwa bangi hiyo. Tukio hilo limetokea Mei 21, 2025 majira ya saa 3 za asubuhi katika kijiji cha Isenye wilaya ya Serengeti, mkoa wa Mara, ambapo madawa hayo yalikamatwa katika upekuzi wa gari namba T 611 CWV aina ya Scania, kampuni ya Coast Line, ambayo inafanya safari zake kutoka Tarime kwenda Serengeti kwenda Arusha kupitia mji wa Msoma. Kimsingi watuhumiwa hao wote ni wahudumu wa basi hilo, na walishindwa kueleza nani alipakia au nani mwenye mzigo huo wa madawa ya kulevya mpaka ukafika kwenye gari lao. Jeshi la polisi mkoa wa Mara litoe onyo kwa wahudumu wa magari kujihusisha na vitendo hivi vya uhalifu, kubeba mali hizi za uhalifu. Unaona kama hivi huyu ameshakamatwa na yeye ataenda kutumikia mkondo huu wa sheria. Lakini kadhalika hao wanaosafirisha madawa ya kulevya tuwaonye, kama nilivyokwisha kusema mapema, kwamba waache vitendo hivi, kwa sababu watu wanaofanya vitendo vya uhalifu kamwe hawawezi kuwa salama katika mkoa wetu wa Mara. Nikiripotia matukio kutoka mkoani Mara, jina langu ni Gabon Mariba na hii ni Wasafi Media.